Nayo furaha kubwa kweli kweli. Furaha kubwa, tumechukua kibunda cha shilingi milioni 15 kutoka kwa Rais wa Tanzania Dr. Samia kwa kupata magoli matatu. Hilo linatufurahisha, lakini imetufurahisha zaidi kwa sababu sasa tumejiwekea mazingira mazuri kuelekea kwenye mechi yetu ya marudiano. Kibu Dennis alikaa nje, mwalimu alimweka nje, akawa anaangalia madhaifu ya wapinzani wetu, na baada ya kuingia mwalimu akamwambia, bana, hawa wana shida katika sehemu gani, nenda kafanyia marekebisho hayo madhaifu yao ili uweze kutumia. Kwa ameingia tayari akiwa na script yake kutoka kwa meneja Pantev, na avoingia mipira yake miwili tu akaweza kutumia kile ambacho ameelekezwa na akafunga magoli mawili, magoli mazuri kweli kweli. Anapokea pasi ya Jonathan Soa, na kuna kazi Soa ameifanya ya kiume kweli kweli. Pasi kisigino. Kwanza alichukua mali kutoka nje, akampunguza wa kwanza, wa pili, wa tatu, akaingia nayo kwenye 18. Beki akajua huyu atapiga, akaenda kukaa mbele. Soa akaiacha hapa nyuma. Kibu Dennis akatani. Alivotana alikuwa na option mbili, anamwachia Morris Abraham hapa au anakunjua yeye mwenyewe. Akachagua kukunjua kwa sababu ana power play, ana nguvu ya kupiga, mguu wake una umeme kama wa transformer. Kwa hiyo umeme kama wa transformer. Kwa hiyo akaachia bunduki ya maana pale. Kusema kweli, Kibu amefanya maajabu makubwa kweli kweli kilo. Lakini ile combination ya pale mbele ya Kibu, Soa pamoja na Morris Abraham ilikuja kuwachanganya vibaya mno wale wapinzani wa Nsingizini. Walikuwa hawajui wamkabe nani, wamzuie nani. Wakati unaanza kumkaba Soa mwenye mpira, huku kuna mikimbio ya hatari imefanyika, aidha ya Kibu, ya Morris ama ya Mpanzu. Unachanganyikiwa mtu umkabe nani, umzuie nani. Matokeo yake amekufa goli 3. Kusema kweli, sisi Simba tunajivunia sana timu yetu, lakini tunajivunia zaidi mabadiliko ya timu yetu. Hapa ndo kwenye msingi wa swali jingine.